Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu wa mbinguni ambaye ametupa neema tena tukiwa ndani ya mwaka mwingine mpya wa 2026, na kwa kadiri ya neema ambayo alitupa ndani ya mwaka 2025 tukatembea kwa vipindi vingi na virefu vinavyohusiana na somo kuu ambalo tulikuwa nalo la kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Kwa neema iliyokuwa na ya ajabu, nilitamani sana ndani ya mwaka huu inapoanza Januari ya kwamba Mungu aniruhusu kusema na watu, kusema na kanisa lake kwa habari ya jambo lingine tena la tofauti na kanuni hizi za mafanikio na baraka. Nilitamani sana Mungu anipe kibali cha kusema na watu kwa somo lingine la tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuna wakati mwaka ulivyokuwa umeanza huu Januari, nikawa ninaandaa somo ambalo nilikuwa ninasikia sana kwamba tutembee nalo ndani ya mwaka huu, lakini niliona baadaye Mungu alikuja akanibeta kile kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona baadaye Mungu alikuja akanibeta kile kitu. Wakati nikiwa ninaandaa, nilikuwa ninasikia uvuvio mkubwa wa Roho Mtakatifu, na nilikuwa pia ninapata hisia za jinsi ambavyo kitu kile kilivyo dawa kwa wengi, jinsi ambavyo kuna wengi wamepunguka katika hilo eneo, na Mungu alionekana ni kwamba atawatendea makubwa wale ambao wamepunguka kwenye eneo hilo. Lakini Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Kwa hiyo wakati Mungu ananipa jawabu la ulimi kwa habari ya kipi tunatembea nacho kuanzia mwaka huu, Mungu akanirudisha tena kwenye somo lile la kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaendelea na somo lile ambalo tumetembea nalo ndani ya mwaka uliopita, tukizitazama kanuni za namna ambavyo tunaweza kupata baraka za Mungu na namna ambavyo tunaweza kufanikiwa kimaisha. Kwa mujibu wa eneo ambalo tulifikia mpaka mwaka jana tunaumaliza kwenye mwezi ule wa 12 mwishoni, tulifika kwenye kanuni ya 12. Tulifika kwenye kanuni ya 12. Katika mfululizo wa kanuni hizi za kupata baraka za kimungu, kanuni hizi za kufanikiwa kimaisha kwa msaada wa Mungu, tulifikia kwenye kanuni ya 12. Na yenyewe ilikuwa inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni suala la kuwaheshimu wazazi wako. Ilikuwa ni kanuni ambayo inatuonesha ya kwamba kuna wakati ili tubarikiwe na Mungu, ili tupate mafanikio ya kimaisha, kuna mchango mkubwa lazima tuupate kwa wazazi wetu waliotuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona mambo mabovu ambayo tumekuwa nayo kifamilia kati ya wazazi na watoto, watoto na wazazi wao, mambo ambayo yamezuia kubarikiwa kwa watu kimaisha. Kwa hiyo tukawa tunapita na dawa ya kimungu, tukiona picha za namna hiyo na kuzifanyia kazi kimaombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa neema ambayo Mungu amenipatia, kama nilivyokuambia kwamba amenibeta kile ambacho nilitamani tuanze nacho kwa upya kabisa, mbali na somo hili ambalo tumetembea nalo ndani ya mwaka jana. Kwa neema ambayo Mungu amenipatia ya kuendelea na somo hili, Mungu ametupatia muendelezo wa kanuni ya 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupa muendelezo wa kanuni ya 13. Maanake unaweza ukaelewa kwamba Mungu anapokusudia jambo jema kwako ni namna gani anavyolipigania. Haleluya. Nilikutazamisha awali nikakwambia kile ambacho nilikuwa ninaandaa kwa ajili ya kuanza nacho upya kilikuwa kinaonekana kuwa ni dawa kubwa, ni suluhu kubwa ya mambo mengi ambayo tumekwama nayo, lakini Mungu akakibeta licha ya kwamba ni cha kwake, lakini akaendelea kukusudia kwamba tuendelee kupata kanuni hizi, tuendelee kuviona hivi vigezo ambavyo vitatufanya tuwe wabarikiwa na tufanikiwe kimaisha kwa msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla sijaweka rasmi kwa mara ya kwanza ile kanuni ya 13 ambayo Mungu ametupa kuendelea nayo, nitapita kule ambako tumetokea tangu kanuni ya kwanza kwa summary, kwa faida ya wasiokuwepo, lakini pia kwa kwenda sawa vizuri
kwa mfululizo ambao nataka uelewe wa pale tulipotoka na tulipofikia na leo Mungu anapokusudia tuendelee napo. Tumekuwa na somo hili kwa muda mwingi sana, hususan ndani ya mwaka jana, likiwa limetawala kwenye vipindi ambavyo nimekuwa nikisimama navyo. Kina kichwa kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Na lengo kuu la somo hili ni kwamba Mungu anataka kutusaidia, kutupa njia za kupata baraka ambazo tunaziomba kutoka kwake. Kwa sababu kuwa mtu wa Mungu ni jambo moja, kuomba baraka za Mungu ni jambo lingine, na kustahili hizo baraka ambazo umeziomba ndani ya uteule wa Mungu inahitaji ujue namna ambavyo hizo baraka zinafunguliwa, funguo zake zipoje. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kanuni hizi kwa namna nyingine zimekuwa zikienda kama funguo za kutufanya tufungulie baraka zetu tunazozitaka, tunazoziomba kwa Mungu. Zimekuwa ni kama funguo za kutufanya tufungulie mafanikio yale ambayo tunamlilia Mungu kwamba atufanikishe nayo. Nikawaambia watu ya kwamba kuna wakati tumewahi kuishi kwenye familia tukaona sio watoto wote wanaojaliwa kuyapata yale mema ya wazazi wao. Kuna wakati unaweza ukaona wazazi kama wana upendeleo. Kuna aina ya watoto ndio wamewajulisha miradi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo mzazi anaimiliki. Kuna watoto ndio wamewaamini, wamewaweka kwenye vitengo mbalimbali kwenye hiyo miradi, waisimamie hiyo miradi. Lakini utaona kuna wengine wakaamua kuwaacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema sio kwamba wazazi wana upendeleo, bali kuna namna ambavyo kuwa mtoto wa fulani ni jambo moja, na kufanya mzazi wako akuamini kiasi cha kukustahilisha mambo mema na makubwa anayoyamiliki yeye mkononi mwake inahitaji vigezo na masharti kuzingatiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu akikiangalia naona hiki mienendo yake, nikimpatia hili gari hapa tu atoke nalo hapa, hili gari langu la kutembelea hili, au hili gari ambalo limesimama tu hapa wala halina dereva, mimi na hili lakini kuna hili lipo tutupu, nikimpatia tu hapa atoke nalo, anaweza akarudi hapa asirudi na gari alafu akaniambia baba, hebu njoo mara moja tuongee. Kuna jambo nataka tuongee. Umeenda na gari, unarudi miguu mitupu, unasema tuongee nini? Maana utasikia lile gari bwana limefika mahali, kuna mwenzangu kaomba raundi nikampa akapiga raundi pale. Sasa hizi tunapoongea hapa limetumbukia kule kwenye daraja. Alifanya. Afu unakuta anajitetea anasema, ila baba tukushukuru tu kwamba mimi sijawepo ndani, alikuwa anaendesha mwenyewe. Maana hata wakati ananiomba sijamwamini. Kwa hiyo kuna watoto wa namna hiyo. Ukimwamini kumstahilisha kitu, uhesabu muda mfupi tu utakuja kuambiwa habari mbaya juu ya kile kitu, sio njema. Kuna watoto ukimstahilisha mradi, uhesabu kuambiwa kwamba ule mradi unaendelea katika hali mbaya ya hoi bin tabani, na mwisho wa siku utashangaa jambo hilo litakufa. Sasa kufanya baba akuamini licha ya kwamba wewe ni mwanae, lakini kufanya akuamini, kuna mambo lazima uenende nayo mbele za huyo baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Aone kuna vigezo ambavyo yeye anavifikiria ndani ya moyo wake, akikuangalia anaona ya kwamba unaweza kwenda na hizo vigezo vizuri, kuvifuatisha vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ipo hivyo ya kwamba kubarikiwa na Mungu, kufanikiwa mbele za Mungu, kuna kanuni zake za kuzingatia. Mungu afanye mambo shagalabagara, hohehahe, bora mradi, anafanya kwa kuzingatia hivi vigezo ambavyo ndio anatupa hapa, tutembee navyo, tuishi navyo ili tustahili kubarikiwa. Kwa kanuni ya kwanza ilikuwa inazungumzia swala la eneo au nafasi iliyo sahihi kwa ajili yako. Kanuni ya kwanza kwa ufupi ilikuwa inazungumzia swala la eneo au nafasi iliyo sahihi kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yenyewe kwa urefu wake ilikuwa inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, hakikisha ya kwamba upo au umeketi katika eneo au nafasi iliyo sahihi kwa ajili yako.
Hakikisha ya kwamba upo au umeketi katika eneo au nafasi iliyo sahihi kwa ajili yako. Haleluya. Hapa nilisema hivi, kubarikiwa na Mungu, kufanikishwa na Mungu kuna uhusiano mkubwa sana na kitu kinachoitwa nafasi sahihi. Mtu kuna mahali alikusudia akae hapo. Kila mtu kuna, ingawaje kazi zinaweza zikawa zinaonekana ziko chache, lakini anajua ya kwamba wewe na nyie wanadamu mnaomtumikia, mnaompenda, mnaomtumaini, ni kazi gani sahihi uifanye kama mtoto wa Mungu. Haleluya. Bila kujali ziko chache, bila kujali ziko nyingi, kuna kitu sahihi Mungu alikusudia ukifanye. Hapo penye kitu sahihi ambacho Mungu amekusudia ukifanye, ndipo amepafungamanisha na baraka zako. Bwana Yesu asiwe sana. Nikasema kwa mtu anayejua ni kitu gani sahihi Mungu amekusudia nikifanye duniani na akafanya hicho kitu, sio ajabu kubarikiwa. Ni sawasawa na vile ambavyo utamwona mtu alidumbukia kwenye dimbwi la matope machafu yanayonuka, alafu akatoka ananuka yale matope machafu ambayo aliingia ndani yake. Sio ajabu akinuka hayo matope. Kwa sababu gani? Aliingia kwenye hayo matope, ataachaje kuyanuka? Waswahili wakasema ukikaa na uwaridi. Haleluya. Sio ajabu. Kwa kuna wakati kuhahaha kwingi, kutangatanga kwingi kwa watu kutafuta baraka na mafanikio kunatokana na kwamba watu wengi hawajui Mungu amewakusudia wawe wakina nani, ukae wapi, ni kazi gani miongoni mwa kazi nyingi zilizoko ulimwenguni Mungu amekusudia ufanye. Nikasema sio kila kazi ambayo unaona wengine wanaifanya na wananufaika nayo basi ni ya kwako na wewe kufanya. Kuna wakati utashangaa wenzako wanafanya kazi hiyo hiyo ambayo wewe unafanya, mshahara mnalipa huo mmoja, lakini wao wanaweza kubajeti mshahara wao kawatosha kula, wakaanzisha na miradi mbalimbali ya kimaendeleo, wakati ambapo wewe unanungunika unasema hii kazi haina maslahi bwana. Miaka nayo 10 sasa, 20. Haleluya. Amen. 30. Na miaka nayo kadhaa. Sioni ikinitoa. Kitu kisicho sahihi kwako hata kiwe kizuri, unaweza ukaona hakina mpenyo wa kukutoa. Kwa nini? Sio tobo lako hilo la kutokea. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo baraka zina uhusiano mkubwa sana na eneo ambalo Mungu ametaka wewe kama mtu wake ukae kwenye hilo eneo, nafasi ambayo Mungu ametaka ukae kwenye hiyo nafasi. Tukaona miongoni mwa mifano ambayo tuliona habari ya Adamu na Hawa. Wakati wamewekwa mahali panaitwa kwenye bustani ya Edeni. Pale mahali ilikuwa kula na kunywa, wala sio juu yao. Biblia inasema zaidi ya kwamba Mungu akawa mpaka ana ratiba ya kuwatembelea kila jioni. Sio kwa sababu Adamu na Hawa wamekaa kwenye mfungo wa maombi wakasema Mungu kila jioni uje. Ili mlazimu Mungu kuwatembelea kwa sababu gani? Kwa sababu eneo la Edeni linahusiana na matembezi ya Mungu. Ushawahi kuona unamdai mtu alafu unaambiwa kwamba sasa unamdai fulani, usijikanganye ukaenda kijiwe fulani maana hicho ndio chake. Kuna watu vijiwe fulani ni vyao, kwa hiyo wewe ukitaka kukutana naye kaa tu kwenye hicho kijiwe. Baraka za Mungu ndivyo zilivyo hivyo. Kuna vijiwe vya kwetu navyo pia vimefungamanishwa na baraka za Mungu. Unataka kubarikiwa, wala haihitaji jambo kubwa, ni kukaa hapo mahali tu kujua ni kijiwe gani kimefungamanishwa na baraka zangu, kukaa hapo. Lazima unaweza ukawa shamba darasa la mtu aliyefanya vitu vingi bila mafanikio. Unasikia unaona sasa hizi tena kaifungua mradi ule. Sasa yote nayo utaona atafunga. Si tuliwaambia sisi amefunga tena. Utakuwa mtu leo hapa, kesho hapa, kesho hapa, kesho hapa. Nikasema kwa hiyo miongoni mwa maombi ambayo unapaswa kuomba ili upate baraka za Mungu, mwambie Mungu akujulishe kwamba ni eneo gani sahihi ambalo amelifungamanisha na baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Kazi zipo nyingi ulimwenguni, ni kazi gani sahihi ambayo Mungu amekusudia ufanikiwe nayo? Inataka maombi. Tangu Adamu na Hawa walivyopoteza ile nafasi pale Edeni, Biblia inaonyesha kwamba ndipo taabu zilipoingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku Edeni kulikuwa hakuhusiani na taabu, kulikuwa kunahusiana na raha mustarehe. Kwa kuna mahali ukikaa kupatwa na taabu wala sio jambo la kushangaza. Kwa sababu gani? Ndio umekaa mahali ambapo taabu na mahali hapo ni ndugu na ni jamaa.
Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa zingatia sana kujua nafasi ambayo Mungu ameifungamanisha na baraka zako. Si kila mahali Mungu amefungamanisha na baraka zako. Kuna vitu unaweza ukaviona ni vyema, lakini vina wenyewe ambao Mungu amekusudia wabarikiwe navyo. Kwa hivyo vitu, wewe usije ukaona kitu cha mtu ukapendezwa nacho ukamroga bure, ukawa na chuki naye bure, ukawa na wivu naye bure, kiasi hata cha kufikiria kumtoa hapo mahali kwa figisu. Unaweza ukakaa hapo mahali. Kuna Waswahili wana msemo unasema ya kwamba kile kiatu hakijafanyaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia kile kiatu isea, kile kiatu hakijamfiti kabisa. Kiatu kimemzidi kile. Kwa sababu gani? Kila eneo limefungamanishwa na baraka za yule aliyokusudiwa kuketi kwenye hilo eneo. Ikiwa ni wewe sawa, ikiwa ni mwingine sawa. Manake wewe na wewe omba, piga goti, tafuta mahali pako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukaona kanuni nyingine ya pili. Kanuni nyingine ya pili ilikuwa inazungumzia swala la jina. Swala la jina. Yenyewe kwa kirefu inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, sahihisha kwanza jina lako. Sahihisha kwanza. Nikasema kuna namna tunahitajika kufanya masahihisho ya majina. Majina gani? Haya tunayoitwa, tuliopewa, tulivyozaliwa. Kuna wakati hayo majina, wakati wewe unaona kwamba yanatambulisha dini, yanatofautisha jinsia, lakini Mungu ana matumizi nayo mengi ya kiroho kuliko vile ambavyo tunayatumia haya majina. Sisi leo hii akiitwa mtu jina fulani unajua kabisa huyo mpare huyo. Akiitwa jina fulani unajua huyo mwanaume, kiasi cha kwamba akiinuka mwanamke unasema, "Ha, jamani. Mwanamke gani anaitwa Omari?" Unastaajabu kwa sababu unaona majina yanatofautisha jinsia na jinsia. Wakati mwingine akiitwa mtu jina unajua kabisa huyo wa dini fulani. Kiasi cha kwamba akikwambia mimi sio dini hiyo unamwambia, "Mbona sasa una jina la dini fulani?" Matumizi ya majina kikwetu tulionayo ni hivyo. Tutofautishane jinsia, tutofautishane koo, sisi tutofautishane makabila, sisi tutofautishane dini, lakini kwa Mungu jina lina maana kubwa. Haleluya. Amina. Tukaona kwenye Biblia kwamba kuna wakati kuna watu wakubwa walikuwa wazaliwe duniani. Kabla hawajazaliwa wale watu wakubwa, miongoni mwa mambo ambayo Mungu aliyapigania kama maandalizi ya wale watu wakija kuzaliwa wazaliwe salama, na ule ukubwa wao waudhihirishe, ule ukubwa wao usije ukafishwa, alipigania suala la jina kwanza kabla hata mtoto hajapachikwa tumboni mwa mama. Nikasema kwa nini Mungu asiwaambie hao wazazi kwamba andaeni vibwende, watoto wanakuja. Utaona alipozaliwa Yesu ilitangulia jina kuliko kibwende. Ilitangulia jina kuliko hata mahali pa kuzaliwa. Ndio maana anazaliwa kwa shida mpaka anajikuta amezaliwa kwenye holi la kulia ng'ombe. Unaelewa? Kwa hiyo kuna wakati Mungu wala atishiki na mazingira ambao utazaliwa. Haleluya. Amen. Bali jina bora liwe sahihi lile ambalo anataka yeye uitwe. Kwa sababu ndani ya jina kuna wakati linatumika kama funguo ya kufungua baraka, mafanikio, ukubwa, ustawi wa huyo mtu mwenye jina. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kwa kuna wakati mwingine vitanzi tulivyopigwa mpaka tubarikiwi na tufanikiwi ni majina tuliopewa na wazazi. Utakuta jina lina mgogoro na baraka, lina mgogoro na mafanikio. Nikasema ni ngumu sana kuitwa shida, alafu ukawa wewe uko kwenye maisha haramu, starehe, hata havipendezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini shida akiishi maisha ya shida, utaona ni sawa. Kwa sababu gani? Hata jina lake lenyewe pia linahusiana na hali ambayo anaishi. Huwezi ukaitwa mateso na ukaepuka mateso ya kidunia. Huwezi ukaitwa mawazo na ukaepuka mawazo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi ukaitwa tabu na tabu zikakimbia mbali na wewe. Kwa kuna wakati mgogoro ulipoanzia kwenye maisha yako wewe mpaka baraka kwako imekuwa ni jasho, kivumbi kuzistahili. Ni jina. Na nikasema kibiblia mchakato wa jina ni kwamba linapaswa kutafutwa kwa Mungu. Lakini leo hii wazazi wanajua watoto wanatafutwa kwa Mungu, wanaombewa kwa Mungu. Hata wakiwa tumboni tunakuja nao madhabahuni ili tuombe wazaliwe salama. Lakini saa ya majina unasikia, "Ngoja tusubiri shangazi yake Maimuna anasemaje." Shangazi naye anasema ya kwamba ataitwa Maimuna.
Tutasikia hata itwa si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mkao mna visongo mbingo mnasema eti jina la nyumbani ni si kitu, lakini la ubatizo anaitwa gift. Wewe ni si kitu tu. Tutakuona sasa kwamba una zawadi kwako au huna kitu, ndio tutajua wewe ni si kitu au ni gift. Na gift si zawadi. Tukuone na hizo zawadi ambazo ni baraka, ni mafanikio ya Mungu yakikujilia. Tukiona tuna gift ambayo umuoni hata na sura ya ujifti, ina maana unajua kabisa ni ile si kitu ndio limesimama. Nani kawaambia tu na majina kama plate number zenyewe za gari, hata kama gari liamue kuzibandika juu chini, bavu huu nyuma 3, lakini zote zinatakiwa zisomeke moja. Wewe ndugu yangu uko kama gari ambayo lina plate number, hii hapa inasema E, hii D, hii hapa inasema F, hii hapa C, hii A. Haya wewe watoleo gani? Bwana Yesu asifiwe. Tukaona miongoni mwa mifano ya Biblia wakati Yakobo amekutana na malaika, akamng'ang'ania malaika ili ambariki. Biblia inasema zikapiganwa pale. Wakauchapa na malaika. Na malaika akaona huyu mtu ana msuli mkubwa sana wa ndondi kuliko ni hata mimi malaika. Malaika akasema sasa hizi hapa sitaki kupigana naye. Ngoja nimjeruhi ili aniachie mimi nikimbie. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba malaika akamtengua Yakobo kwenye uvungu wa paja. Yakobo alipotenguliwa kwenye uvungu wa paja, bado akang'ang'ana. Malaika anasema niachie Bwana, kuna kucha. Akamwambia hapana. Maadamu nimejua wewe ni malaika wa Mungu, ina maana unaweza ukaamuru baraka za Mungu zinijilie kwangu. Kwa hiyo sikuachi mpaka ufanyaje? Unibariki. Inaonekana kuna upinzani ulitokea wakati malaika anataka ampe baraka Yakobo. Anaona zile baraka hazinasi. Anataka ampe baraka Yakobo, anaona zile baraka hazinasi. Kuna wakati unakuta mtandao umesumbua. Ukijaribu kutuma message hivi, unaona inaandika feli. Ukigonga tena pale unaona ina load, unaona feli kialama chekundu. Unagonga unaona feli. Naona malaika alikutana na kisogo mbingo cha namna hiyo. Kabidi amuulize Yakobo, kwani jina lako ni nani wewe? Maana naona kila pini anaoingiza hivi, unasema mtandao leo umesumbua kweli. Hapa jina. Sababu malaika mwenyewe kaona kwamba sio kawaida miongoni mwa watu ambao nimekutana nao na nikaamuru baraka ziwajilie kwao, walibarikiwa kiurahisi. Huyu ni nini kikwazo? Malaika alipopekua hapo, kuna magari Askofu Nasari ameshawahi kuzungumzaga na mimi, anasema yakipata shida unaletewa kifaa maalum kinalipima lile gari. Hicho kifaa kinahusiana na namna ya kompyuta. Kwa hiyo kinacheki gari lile mahali ambapo kuna hitirafu, kikigundua hitirafu kinasomesha hapo kwenye kompyuta. Unaona hitirafu ni mahali fulani. Nimeshawahi kumsikia pia mzee Andrea James Mina, mzee Jimmy akisema haya. Kwa hiyo naona malaika naye ni kama alikuwa na kifaa cha namna hiyo kuangalia ni wapi pana tatizo. Kila ninapoachilia hizi baraka kwa huyu, anaomba kweli sawa, anabidii kweli ya kutafuta uso wa Mungu, akitaka abarikiwe sawa. Lakini malaika kila akiziachilia zile baraka zinagoma kwenda. Kila akiachilia zinagoma kwenda. Alipofanya diagnosis yake, uchunguzi wake, upembuzi wake, akaona shida ni jina. Akamwambia, "Wewe unaitwa nani kwa?" Akasema, "Naitwa Yakobo." Akamwambia, "Utaitwa Yakobo sasa. Utaitwa Israeli." Biblia inasema ndipo Bwana akambariki. Kwa hiyo kumbe kizuizi, wakati mwingine unakemea, unatafuta wachawi, umeua watu ambao wana macho mekundu, ukiwasingizia, ukisema uchawi unakaa kwenye macho. Nani kakwambia wewe? Acha ushamba wa kiroho. Ukawawekea mabifu wale ambao kuna wakati wamepita hiyo siku tu wamevurugwa na maisha, amesahau kukusalimia, ukasema ndo mbaya wangu siuoni. Jana nilipopambana na maombi, leo hatusalimiani. Wana maisha, wana shida na maisha yao. Wewe tatizo, mgogoro ulionalo ni jina hilo. Ulizia habari za hilo jina lako, limetokana na nini, limetoka wapi, lina maana gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipoitwa Israeli akabarikiwa hapo. Wala hakujawa mchakato wa kwamba sasa utafuatilia na kwa kupitia jina hili sasa utaenda ofisi namba ni hapo tu, bora na yeye amelizia kubadilishwa jina. Akabarikiwa.
Nikasema kwa hiyo kuna namna ambavyo inabidi na sisi tuliingilie hili jambo kiroho, sio kimwili, kiroho. Hatuhitaji kurudi NIDA au ofisi za RITA kubadilisha majina yetu, lakini kiroho tukatae majina mabaya ambayo yanakinzana na kubarikiwa kwetu. Na nikasema miongoni mwa majina mabaya wakati mwingine tumepewa kwenye jamii. Haleluya. Kwenye jamii tunazoishi, na zenyewe tuna majina tumepachikwa huko, tunatembea nayo kiasi ya kwamba mtu unamwambia mtu, ukija kule nyumbani kwetu ila hawanijui sana kwa jina hilo, wenyewe kule mtaani wamenipa jina, wananiita fulani. Hilo jina hilo, wakati mtaa umekupa. Shetani ana akili yake. Haleluya. Shetani hafanyi mambo kwa kubahatisha, naye pia ana vipimo sana vya kina. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukaona kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ilikuwa inahusiana na suala la vipokeleo au vibebeo. Vipokeleo au vibebeo. Inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, tengeneza kwanza vipokeleo vyako au vibebeo vyako vinavyohusika na upokeaji au ubebaji wa baraka za kimungu maishani mwako. Tukaona miongoni mwa vipokeleo au vibebeo vya baraka ambavyo ni muhimu sana kuviombea pale unapoenda mbele za Mungu ili ubarikiwe, ni kitu kinachoitwa moyo. Moyo na mikono ya rohoni. Mikono ambayo unaota unapigana nayo, unaoitumia kwenye ndondi zile za rohoni, kwenye ndoto, unaoitumia kudundana. Wakati mwingine unaona unawaweza watu, unaamudu watu ambao ukipangwa nao hapa uwezi ukapigana nayo, utakimbia. Lakini rohoni unaona hiyo mikono inakunja ngumi, inauchapa vizuri. Hiyo mikono ya rohoni ni moja kati ya nyenzo muhimu ya kuiombea pale unapotaka baraka zije kwako, kwa sababu Mungu anapoachia anaitumia hiyo kuliko hii ya mwilini. Hii ya mwilini hata ikiwa imekatika. Hamjawahi kuona kuna watu walemavu unasikia wanaufahari, mpaka kuna wadada wazuri sasa hivi wanaolewa nao, wanasema kafata ambie mali zake yule, wewe mrembo mzuri kama huyu aende na mlemavu namna hii. Kwa utaona mrembo na mikono yake iliyokamilika hana maisha, lakini mlemavu asiye na mikono ana maisha, mpaka mrembo anaamua sasa kujifyatua, anasema mimi nimekuchagua toka moyoni. Kumbe ni nini? Ni ufahari alionao huyo mtu na ulemavu wake. Kwa mikono ya mwilini hata iwe milemavu, ile ya rohoni, ile unayoota unapokelea vitu, unayopokelea vitu rohoni, unayoota umeshika hela ndotoni, ile mikono ni ya muhimu kuiombea. Ikikaa sawa sawa, baraka kuja kwako ni lazima. Haleluya. Ndio maana kuna saa unakuta mpaka unaamka unaona mkono huu umefunga hivi. Kwa sababu gani? Umeota ndoto ya kwamba unapokea hela. Unaona ukifunua huu unasema jamani, wala hamna. Wala usiulaumu huu. Huu ni hisia zake, ni umbea wake tu. Uliopokea ni ule wa rohoni. Haleluya. Na kitu gani? Moyo. Nikasema pamoja na kwamba mioyo tumeumbwa nayo iko kwenye miili yetu, lakini ni pointi muhimu wakati Mungu anapotaka aje akutendee yale unayomuomba. Kwenye moyo ni mahali ambapo ni kama store ya Mungu kuachilia vile unavyoviomba kwake. Haleluya. Kwa hiyo kama store yako haitakuwa safi, uwe na uhakika huwezi ukastahili vitu visafi vya Mungu. Store yako haina utoshelevu, ina matakataka mengi ya kuumizwa. Kuna watu unawakumbuka leo hii, wewe ni mama wa miaka 60, wa miaka 50, 40. Kuna watu unawakumbuka kwamba walikuumiza, walikutenda vibaya tangu shule ya msingi darasa la 5B. Leo umewaweka moyoni, unasema yani huyu afe yeye, nife mimi, hatuzikani. Kwa kweli sitamzika, na akijipendekeza akija namfungulia macho na mtisha. Wewe umesha kufa, umeenda, hata ukimtisha wamtisha wani? Aliyekufa ni wewe, yeye mwenzako kabaki ni mzima. Moyo miongoni mwa maeneo ambayo tumekwamisha kupokea baraka zetu ni kwenye mioyo. Haleluya. Ikiwa ina makorokoro humo ndani, ni beli ya kizuizi kikubwa sana kwa habari ya kupokea kwetu baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, ukiwa unaomba mambo makubwa ya kimungu, usizani kwamba anayo. Lakini na ukubwa wa hayo mambo Mungu hawezi akayaachilia kwenye moyo mbovu kama wa kwako, ambao unaweza ukaumizwa na mtu mmoja tu kwa sababu ya kula maharage yake ya bure. Wewe kaja kukutibua, wewe unasema ni jana hata kuomba sijaomba. Unaona kabisa ni sifa.
ndani ya moyo, yani namwaza tu yeye kwamba ana maana gani na mimi, hivi ana maana gani na mimi. Hata kuoga pia ukashindwa kuoga kwa sababu ya mtu aliyokuumiza. Moyo namna hiyo kweli unataka upokee baraka za kimungu? Mbona ni kama unaomba upewe gari na hauna hata pa kupakia hilo gari. Unataka tena hiyo baraka ya Mungu ilete masimango kwa majirani, maana utaomba majirani ndio upaki gari yako kwao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima kuna vitu tukivitaka kwa Mungu tuelewe vipo na ukubwa wake. Lakini kama hatutayaandaa mazingira yetu ya kupokelea, upokeaji wetu utakuwa ni mgumu sana. Moyo wa uchungu hauwezi ukapokea vitu vyema vya Mungu eti vikae chema cha Mungu na uchungu wako vichanganyane kwenye moyo mmoja, vichanganyikane. Hapana. Sio Mungu tunayemwabudu. Uthamani wa vitu vyake alivyonavyo hawezi akaviachilia na uthamani wake kwenye moyo mbovu. Tengeneza mambo ya moyo wako ni kwa faida yako. Kuna wakati nikasema hata kama kuna aliyekuumiza, msamehe, muachilie kwa faida yako. Kusamehe ni kwa faida yako kuliko unayemsamehe. Muache yeye akajinyonge mwenyewe makorongoni, kama anavyosemaga mzee Jini kwamba watajinyonga wenyewe makorongoni kama Yuda. Muache akajinyonge mwenyewe kwa yeye kukosa moyo wa kuomba msamaha. Wewe msamehe kwa faida yako, mambo yako yaende vizuri. Uache umwinyi eti nimsamehe we. Nakwambia hata aje hapa akiwa anatambaa halambe vumbi ili hachakae chini hapa, simsamehe nga. Moyo wa namna hiyo usiosamehe. Kuna wakati nasikia hapa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Nasikia hapa ya kwamba kuna watu hata mapepo yanawasumbua hapa. Hamalizani na visa vya kudondoka mapepo hapa. Mna mambo mmeweka mioyoni ya kuumiza. Mkiachilia hayo mambo, hayo mapepo nayo hayana chumba anasikia. Unaona kila wakati mstari wa kudondoka ni ule ule, msuru wa kudondoka ni ule ule. Nasikia kuna watu ambao kudondoka kwenu mapepo hapa kunaletwa na mambo mlioyahifadhi mioyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Toeni hayo mambo. Uponyaji wenu uko hivyo tu. Mungu ni wa utaratibu. Haleluya. Kanuni ya 4 tuliona kuhusiana na swala la utoaji. Inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu jitahidi sana kuwa mtoaji mbele za Mungu. Nikasema ukifundishwa kuna kubarikiwa pasipo kuambiwa, lakini pia kuna kutoa. Ujue ya kwamba hao watu hawakupendi. Kama utafundishwa kwamba kuna kupokea na usifundishwe upande wa pili wa shilingi unaoitwa kutoa, ujue hao watu hawakupendi. Wanakuzubaisha hao, wanakuzuga. Tena zaidi tulichokiona kwenye Biblia ni kwamba kuna wakati ili upokee ni wewe ndio uanze na kufanyaje? Kutoa. Na mahubiri mengine hapa yanaweza yakawakanganya mkadhani kwamba ndio unanunua uponyaji. Hapana. Kutoa kwa namna hii maana yake ni funguo ya kufungulia mageti yako ya hazina za mbinguni yafunguke. Elewa hivyo. Usije ukaelewa ni utapeli. Maadamu kumefundishwa kibiblia, maana yake kutoa kwa namna hiyo, kutoa kabla ya kupokea, ni kwamba kunafungulia mageti yako ya hazina za mbinguni. Basi sasa si ni hazina yako. Kwa nini usipotoa wewe ili ufungulie mageti yako ya hazina za mbinguni, ufungulie malango yako? Mimi ninayetoa wanikarimu kitu gani? Kwa endelea kunizodoa, anajifanyisha. Sio wakati hata kwenye kanisa watu wengi wenye vipawa vya kutoa tumewaviua. Kwa sababu tumewasuta na hizo karama zao. Tumekuwa wajukuu wa shetani kweli. Ukiona mtu ana moyo wa utoaji unasikia na yule kwa kujipendekeza, na yule kwa kujipendekeza leo tena mmemwona kaamka. Wakati wenzetu wanatufundisha masomo kwamba ni kufungulia hazina zako za mbinguni ziachilie, wewe badala ya kulipokea hilo lisomo unalipokea hilo kana kwamba yeye anajidai sana, anajionyesha. Umefelia hapo. Ukikutana na mtu ambaye ana moyo wa kutoa, ujue anaelewa maana ya kutoa, jinsi gani kunavyofungulia baraka kwake. Na ndio maana kuna saa nyinyi wanawake ambao mnatakaga muolewe na mahensamu na mume mcha Mungu, mnaweza mkaolewa na waume mkakuta mume ni mtoaji, mpaka kuna wakati mkijangalia ndani mnasema mbona huyu atatoa hadi mavazi yetu ya ndani huyu tukae hivi hivi tupu. Msije mkaua hizo huduma. Mjue wenzenu wanaelewa, wanajua siri ya kupokea kwao. Ombea tu hiyo huduma. Haleluya.
Ni kama umemwoa dada na asili ya utoaji. Useme kwamba sasa hapana. Hizo zote tuzifanyie maendeleo, ndio mtakwamia hapo. Kwa sababu yeye anajua kwamba maendeleo yalikuwa yanamjia kwenye maisha yake kwa njia ya kutoa, sio kwa njia ya kubana. Utoaji. Mungu atusaidie sana. Utoaji. Kanuni ya 6 ilikuwa inahusiana na swala la kuwa mvumilivu. Unapotaka mafanikio na baraka za Mungu, jitahidi sana kuwa mvumilivu katika kila hali ambayo Mungu anakupitisha. Nikasema hivi, kwenye swala la kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha, kuna njia za Mungu zinaitwa njia ngumu. Amen. Watu ndio mtakaji haya mahubiri haya. Ndio maana mtaenda mtafuta yale mahubiri ambayo yana vipande vinavyogusa mioyo. Waambie. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kwa sehemu kubwa sana mafundisho hapa sio waambie, ni wewe ndio unaambiwa. Naenda sawa sawa. Kwa usiangae ukaona kama unasemwa vile. Ni wewe hapa ndio unaambiwa. Kwa sababu simuonesha nia kumtaka Mungu. Kwa Mungu anataka kueleweshe undani wa yeye alivyo. Kwa katika habari za kubarikiwa kufanikiwa kwa mtu, kuna njia zinaitwa ngumu. Kuna njia sio nyepesi. Na wakati mwingine kama muombaji mzuri omba, utaona hiyo njia ni ngumu na sio kwamba imeletwa na shetani. Ameiamuru Mungu ipite. Kwa hiyo utaona Mungu kwa kadiri alivyo mgumu, kwa kadiri alivyo mkuu, na mambo yake pia sio madogodogo, sio mepesi. Ana njia ngumu. Kuna wakati ataamuru hizo njia ngumu ndio uzipitie. Usipokuwa na roho ya uvumilivu ndani yako, unaweza ukakata tamaa. Ujue na mafanikio yako ndio umeshindwa kuyapata. Nasema jamani, mimi wakati mwingine nilibio mpendo unaonaje? Hebu tukutane tuzungumze. Hivi unaje hapo kwamba tulipokuwa, unakumbuka wakati ule tunapiga labda pale na zile ine unakumbuka jinsi tulivyokuwa maisha yetu mazuri? Unakumbuka zile wax zako zile za kiwanda cha sijui wapi, ukizivaa zile pale lakini tangu tumeokoka naona kama tuliambiwa kwa Yesu ni mteremko. Ndugu yangu, mimi sifuti hilo neno. Ni kwa kadiri ya huyo mtu sasa hiyo anapita njia gani. Kuna wakati kweli unaweza ukakutana na huo mdongoloko. Kwa hiyo ukimkuta mtu anayedongoloka atakwambia kwa Yesu ni nini? Ni kitonga. Lakini kuna wakati lazima uelewe, ukiwa umeokoka, ukiwa mteule wa Mungu, kwa Mungu kuna njia ngumu na sio za shetani, ni za Mungu mwenyewe. Inakuhitaji kitu gani? Uvumilivu. Waliofanikiwa wengi na kuwa wakubwa, nyie leo mkiwaomba mkisema Mungu nisaidie kama ulivyomsaidia Yusufu, yule aliyokataliwa na ndugu zake lakini akaja kuwa mkubwa, akapigiwa saluti, na mimi wanaonisalau siku moja wanisalimie kwa heshima. Ndugu yangu wewe, ujue sasa njia utakazopita zinaitwa kuchukiwa na ndugu zako, unavumilia, unakifua, una ubavu, kupigwa na wazazi. Biblia inasema wakati Yusufu anaeleza zile ndoto zake mpaka kwa wazazi wakamwambia, wewe mtoto, ni ndoto gani ya ajabu? Yaani kwamba mimi na mama yako na ndugu zako, babake anamwambia tutakuja tukusujudie. Ni kama anamwambia achana na haya mandoto mengine haya ya ujinga mwanangu. Ingekuwa kwetu hapa ungesema tena jana ulifanya homework, mkafanya homework. Unaifuta ile ndoto na makolombezo mengine ya kidunia. Hata wazazi wake walipinga. Una ubavu wewe wa kupingwa na wazazi wewe. Si ndio utatuambia mimi nimekuja tu jamani, wachungaji, mimi nimekuja tu. Kwa kweli hata Yesu anajua. Kwa kweli na hapa mimi nimempenda sana. Ila tu nyumbani kwa jinsi ambavyo wananinukia, mimi naona tu nitaacha kuja hivi karibuni. Mume wangu kwa jinsi ambavyo analeta vita na maombi kainuka, shetani kajiinua kwa kutumia mume wangu. Mimi kwa kweli nitaacha hapa nyuma. Mnikumbuke kuniombea. Mimi kwa roho yangu maombi hayo magumu kweli. Uyawekaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna njia ngumu. Kuna njia nini? Ngumu. Sio kama unajua kwamba ni kudongoloka unajikuta tu umefika hapo. Yaani umedondokea kwenye sinia la pilau na nyama. Kwa hiyo hapo ni kuondomola. Kuna wakati utaambiwa upike wewe na huli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unatarajia mapilau ambao utadongoloka tu hapo uyadondokee, ule hapo ukiwa umelala hapo umelilalia sinia. Kuna wakati utaambiwa upike na huli.
Uvumilivu unahitajika. Yusufu, Biblia nasema anauzwa na ndugu zake. Wewe wakati una thamani mbele za Mungu na ubavu wa kuvumilia ndugu anakuuza. Si ndio tuambia, ngoja leo nivue sasa vazi. Mmeniona boya boya nyie. Mniona tangu uniokoke mnaniona mimi simple. Ngoja leo niwaoneshe bwana. Ukikosa uvumilivu ndio unakuwa mlokole wewe unaotuambia kwamba ulokole nao sio ujinga. Haya, ngoja tukae tukuone unamaanisha nini. Unaenda kusutana na watu wa dunia. Unaenda jibizana nao maneno. Wakati wao wamekufungulia taarabu, wewe ukirudi nyumbani niyo tu umebadilisha style, kwa sababu shetani alikuwa kwenye kitengo cha sifa, na wakati mwingine huko kwenye sifa anatuingizia vichachu vya taarabu. Unasema hii ni nyimbo, kuna nyimbo fulani nimeikumbuka, unaizungulukia live hiyo nyimbo. Ukifuatilia hiyo nyimbo unaona ya kwamba hii nyimbo shetani aliingia studio ya gospel sawa, ya injili, lakini aliingia na huyu dada aliyoimba hapo. Kwa hiyo saizi wewe unaimba taarabu tu, niyo tu sasa unatumia mwamvuli ya kwamba ni gospel. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wakati inakuhitaji uvumilivu. Waliofanikiwa mbele za Mungu walipita kwenye daraja la namna hiyo la uvumilivu. Usipokuwa nalo hilo daraja, usipokubaliana nalo hilo daraja, maana yake ni kwamba mafanikio kwako yanaweza yakagonga mwamba. Biblia inasema tena zaidi, Yusufu anauzwa, anapelekwa kule Misri utumwani, anatumikishwa, lakini baadaye kwenye nyumba ile ambayo anaifanyia vema mpaka mambo ya nyumba yanapendeza, Biblia inasema anasingiziwa tena shutuma ya uongo kwamba amembaka mke wa bosi wake. Anaenda gerezani kwa kosa la kusingiziwa. Tavumilia wewe, sio utasema, yaani mimi Yesu kama umenifikisha huku, mimi sili chakula na nife. Kwa sio ukomavu wa kiroho. Hapo wakati mwingine unatuonesha kwamba umebaga manyanga. Uvumilivu umekushinda. Na ukishindwa na uvumilivu, unajua kabisa ya kwamba mede yako ya thawabu ndio imekuponyoka, umeiachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uvumilivu. Kwa kuna wakati utapita kwenye mazingira magumu, kwenye mchakato wa kutafuta baraka za Mungu, mafanikio ya Mungu. Tembea na hiyo akiba ya chakula inayoitwa uvumilivu. Ni kanuni moja hapo tuliona, hiyo ikiwa ni ya 7. Kanuni ya 8 ilikuwa ni swala la kuziatamia au kuzitilia maanani zile ndoto nzuri za baraka na za kimafanikio ambazo unakuwa ukiziota maishani mwako. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jitahidi sana kuziatamia au kuzitilia maanani zile ndoto nzuri za baraka na za kimafanikio ambazo unakuwa ukiziota maishani mwako. Nikasema kuna wakati kabla Mungu hajaleta mafanikio hayo dhahiri kwa damu na nyama, mpaka macho yako haya ya mwilini yakaona umebarikiwa, kuna wakati zinakuja kwanza kwa picha ya rohoni, na mojawapo ya mtandao unaorusha hizo picha unaitwa ndoto. Haleluya. Kwa hiyo imetokea kwamba umeota ndoto za kubarikiwa na unaomba baraka, unaomba ndoa, unaota kuolewa. Simama na hiyo ndoto, ndio picha hiyo ya kutoka nayo. Mungu anapokuja kulitimiza hilo jambo, analitimiza akitokea kwenye chanzo cha ile ndoto. Kwa hiyo kama zile picha ulishia tu kusema eti saizi na utu uzima huu jamani, nategemea hela za kupewa na watoto, eti nimeota kwamba nimejenga nyumba kubwa kweli nzuri yenye vyumba 7, 6, 5, 4. Hivyo unadhani kwamba ukitembea na mkongojo hivi, uko unatembea na mkongojo hivi, na Mungu wako naye pia anatembea na mkongojo? Wewe ukiambiwa kwenye kazini ulikoajiriwa kwamba sasa tunakustaafisha kwa umri wako, tunaona upunzike, staafu. Wewe unadhani na Mungu naye pia unastaafu naye? Tukue kiroho. Mungu atabaki kuwa Mungu kwenye eneo lake lile lile la utendaji, hata kama wewe umechoka, ni mzee. Kwa hiyo kuna picha akikuletea, ujue ya kwamba anataka azitumie hizo picha kutimiza hilo jambo lake. Usizibeze. Nikakuta huu ni mwingine wa kishetani. Leo hii mtu anaomba aoleke, apate ndoa, akiota amevikwa ishara, anakuja anasema, "Tumishi, nimekuja hapa, aise kuna ndoto mbaya nimeiota." Sikiliza na anaanza kabisa kukupa title ya kwamba ndoto anayoelezea nini ni mbaya. Kwa hiyo hata shetani tangu ile ndoto ilipoitwa mbaya, kaichukua kwenye dustbin lake. Unaona tunapopigiwa magoli, akikueleza anakwambia nimeota navaa shera, unaambia haya, una ndoa? Unasema sina. Na unaombea mambo ya ndoa? Naombea sana, naombea Mungu anipe, naombea hili jambo. Kuna wakati najiona kabisa kwamba licha ya kwamba
niko kwenye kazi na niingizia vizuri, lakini swala la ndoa kwangu linanipa stress. Mpaka natamani kabisa ile swala Mungu alifix, alitengeneze vizuri. Unaambia kwa hiyo ulivyoonyeshwa habari ya kuvalishwa shela ulitaka ili uone kwamba ni ndoa uvalishwe nini? Sana. Maana kama shela umetafsiri kwamba ni ndoto ya kufa. Kwa hiyo iwe ndoto ya kuoleka ulitaka uvalishwe sanda. Kwa hiyo unaona wakati mwingine shetani anajua kwamba ndoto ni milango ya kutokea kwetu. Utaona hata ndoto tunaota nzuri alafu zinageuzwa. Na ndio maana hapa pia jambo lingine la kukufundisha ni kwamba sio kila mtu ni mtu wa kukutafsiria ndoto. Usiote ndoto yako nzuri asubuhi pe kwa Meja Hamdani. Meja Hamdani. Ngoja nikwambie anakutafsiria hivyo hivyo kihamdani. Oh. Tumepigwa sana. Tunafundishana haya ili tutoke. Anaanza kukwambia hapo maana yake ni kwamba sasa utafute nani tambiko imepeperushwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema hivi, kuna wakati kabla Mungu hajakufanikisha kwa damu na nyama, atatanguliza picha kwanza kwa njia ya ndoto au maono. Atamia hizo picha. Nenda nazo mbele za Mungu, mwambie Mungu, kama nilivyoona kwenye ndoto kwamba lile jambo linalonitesa nimelia nalo, lakini kwenye ndoto nimeona limeisha, na ndivyo ambavyo na atamia kwamba limeisha, na bandika na sadaka hii. Wao wanajua nina kesi, mimi najua kesi imeisha. Wao wanajua nina nongwa, mimi najua nongwa imeisha. Bandika hata na sadaka hapo. Mungu atapita hapo kwa kupitia hiyo picha uliyoomba nayo, itatimia kwako kwa jina la Yesu. Usisute ndoto nzuri ya kimungu wewe. Usizodoe. Mimi tunaona hiki kifo hiki nakufa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kanuni ya 9 ilikuwa inazungumzia kuepuka kuambatana au kushikamana na watu ambao si sahihi kwako. Kuepuka kuambatana au kushikamana na watu ambao si sahihi kwako. Ilikuwa inasema hivi: unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, epuka kuambatana au kushikamana na watu ambao si sahihi kwako, au watu wasiofaa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema hivi, hiki kitu wa mama na wadada wengi ndio wanakijua. Wa mama kuna somo anatupaka kwenye swala la uvaaji, au wadada wanachotufundisha ni kuelewa kwamba kumbe kuvaa sio tu bora nivae niwe nimesitirika utupu. Kumbe kuvaa nako kunazingatia kodi. Haleluya. Amen. Kuna kitu kwenye kuvaa wanaita kumechi. Unaona kwamba kama amevaa njano juu, kama kuna njano hapa kwenye kilemba, basi at least ile njano inarudi hapa kwenye blouse, au ile njano inarudi hapo kwenye sketi, au inarudi kwenye viatu, au kwenye handbag. Haleluya. Sasa tuvalie juu blue, hapa kwenye blouse njano, inaofuata kijani, mara chini nyeusi. Ndugu yangu, bendera ya taifa wewe. Haleluya. Mama wana hii kanuni sana kwenye swala la uvaaji, kwamba kuvaa sio kuvaa bora mradi mtu aitwe amevaa. Kuvaa unakopendezesha mtu, lazima uzingatie kumechisha rangi za mavazi uliyoyavaa. Nimeshakuta mpaka wanateseka kwenye harusi za wenzao. Unasikia anauliza ya kwamba wanavaa kitambaa cha nini, rangi gani? Yaani hata kama hana uwezo wa kukinunua hicho kitambaa shone, atatafuta gauni lake ile la kumwagika linalofaa kuingilia ukumbini lenye rangi ya namna hiyo. Kuna hicho kufanyaje huko? Amechi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Sasa kwenye swala pia la utafutaji baraka za kimungu na mafanikio, napo kuna kitu kumechi. Kumechi kwa namna gani? Watu unaoambatana nao, unaosema tuungane vikundi tujikwamue, mkajiita kikundi cha maendeleo na kujikwamua kwa viwango vya juu sana. Kama mtakuwa mmeambatana watu msio sahihi hapo kwenye hicho kikundi, kitakuwa cha kuwaferisha kimaisha, cha majungu na kusutana, kuliko kwa viwango vya juu sana, badala ya maendeleo. Kwa nini? Baraka hazitafutwi kwa wingi wa watu waliokaa wakawa hawana uwiano sawa ndani ya roho zao. Hazitafutwi hivyo.
Nikasema wakati mwingine unakuta unafanya kazi na watu, unafaa kusemaje? Unafaa kusema mwaya wewe ana imani yake. Mimi nakuja kwenye maombi yeye kuna anapoenda. Kwa hiyo mtumishi tuniombee. Unafanya kazi naye. Nafanya kazi tuko timu ya watu lakini wenzangu wana imani zao. Kwa hiyo kama hapo juzi alo. Jamani simpo hapa nyinyi wenetu. Ngoja hapa sasa nipate mahali pa kutapika nyongo. Usijikanganye ukanipigia simu ukaniambia wenzangu wameenda cheki kwa mganga wakasema mwaya eti kwamba nachezewa. Ndugu yangu mimi nitakuona kwamba na wewe uko kwenye hiyo ya kwa mganga. Usijikanganye. Ukiniambia lugha kama hiyo tu tayari ujue kabisa ule moto wa kukuinua kimaombi umekuwa umeuzima. Yaani tafsiri yake maana yake nini? Unataka umchukue Yesu wangu umwambie njoo nikuambie usa hapa. Yaani tembelea njia hii, tembelea huku, maana kwa waganga ndio wamesema hivi. Vinaletwa na nini lakini vyote hivi? Tunaambatana na watu ambao si sahihi kwetu. Ndio maana wakati sisi tunauliza kwa Bwana, wao wanasema naenda ngoja nikakuulizie, unasikia eti nimerudi nimetoka kukuulizia huko. Mwaya wewe unaoteswa na unakuja kwa mchungaji, unakuja kwa mtumishi unanong'oneza hivyo. Nasikia lakini kuna nani mwenzangu ameenda kucheki kwa wataalamu. Mtumishi mimi siamini. Mimi kwa kweli mimi hapa lakini amesema eti kwamba anayemtesa. Yaani hakuna mtu unaomuona mbovu kama wewe. Shida ni nini? Unaambatana na wasio sahihi. Ndio maana wanakona za kwao, wanazoenda kuulizia mambo na wakati wewe una nyingine. Kuna wakati ifike mahali useme kama vile tunavyoimbaga wimbo hapa, chekecha. Asio sahihi kwako kwenda kule au mimi niende kule, kila mtu atafute aliye sahihi kwa yeye, kuambatana naye. Ni bora utembee mwenyewe wakati mwingine ujijue kwamba ni jeshi la mtu gani mmoja kuliko utembee na wengine ambao ni maobobo. Dashi hateia. Dashi hakiteia. Bwana Yesu asifiwe. Zingatia miambatano hiyo imetufelisha sana. Miambatano imetufelisha sana. Na watu wasio sahihi. Kati mwingine tumewangangania wewe. Nimetoka naye mbali. Bali vita vya kukomboa taifa kwenye wakoloni au mbali wapi? Nilikutoka naye mbali. Kwa kweli kuna wakati mtumishi ngoja nikueleze. Kuna wakati mimi kumweza kunafanya naye biashara. Naoneshwa kabisa ya kwamba sio sahihi kwangu. Lakini sasa nilipotoka naye mbali mtumishi. Hivi kwa kweli unaanzia wapi? Nenda na kujiwekea kizingiti ushajiwekea. Endelea mbele. Endeleeni hapo mlipoishia. Kama unaona ni vema. Kuna watu wakasema kama unadhani elimu ni ghali jaribu nini? Jinga. Kanuni ya 11 tuliona ni swala la kuishi vizuri na watu waitwao makuhani wa Mungu au watumishi wa Mungu. Inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, ishi vizuri na watu waitwao makuhani wa Mungu au watumishi wa Mungu. Tukaona ya kwamba kwa kupitia watumishi wa Mungu, Mungu huwa anapitisha vitu vyetu kwao. Na ndio maana kuna wakati unaweza ukapambana we na maombi, pambana, ukaongeza na mzigo wa kufunga, ukaongeza na kikorokoro kingine kutia uzito hayo maombi, lakini ukashangaa tu unakutana mtumishi anakuambia kwa jina la Yesu pokea. Unaona kesho unasema nimetoboa ile jambo. Hilo kutesa kwa wakati na vipindi. Leo likawa ni shoka moja mbuyu wapi? Mbuyu chini. Kwa heshima ambazo Mungu ameweka ndani ya watu wanaoitwa makuhani wa Mungu au watumishi wa Mungu. Sio ukacheza na hao watu. Nikasema kama umewahi kukorofishana nao, sio tu hapa ndani ya kanisa, huko ulikowahi kupita, nenda katengeneze. Kuna wakati ndoa lako wewe ni hapo tu uliwahi kupishana vibaya na mtumishi wa Mungu. Anaweza yeye asitamke laana, lakini Mungu ambaye ameweka heshima kubwa ndani ya huyo mtu akafungulia laana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima sana watu. Ukiwapata kwenye maisha yako mshukuru Mungu. Kuna mtu juzi si nani sasa alikuwa ananiambia, ni ndugu yangu ni jana tu kama sosei. Ni ndugu yangu Moze. Kwa ananiambia, bwana tunaamini nyinyi kuna mambo yani sisi tunaweza tukaruka saa kazi turukavyo.
Nasema tunaweza tukaruka, lakini kweli nyinyi mnakuta mambo Mungu anayafanya tu. Yaani nyinyi inabidi kweli tuwaombee sana. Kanamwambia kweli kama unaposema hivyo. Ombea wale waliokuwa ni watumishi wa Mungu kwenye madhabahu yako. Mahali ambapo unakutana na Mungu, waombee. Ni madaraja muhimu sana ya kupitishia mambo yako. Yakilega hayo, kuna wakati Biblia inasema mpige mchungaji na kondoo wafanyaje? Kuna wakati shetani akitaka haribu kundi wala hateseki na mazumwezumwe. Anashughulika na huku mbele. Akitembeza bakora ikikubali, ikiwa haina gadi ya kuzuia ya kukinga hivi, ikiwapata watumishi wako, ujue ya kwamba hiyo bakora mtasikia machozi kwenu. Sasa kuna wakati pia tusicheze karata mbaya na hao watu. Kuna vitu tusione nao tukasema kwamba mtumishi wa kweli angalia eti mtumishi kweli jamani, kweli mbona wewe ni bora kama hutaki kuomba, nyamaza. Kuna mambo ukiyaona kwa watumishi ujue umepewa kazi, kaumane nalo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kanuni hiyo ilikuwa ni ya 11, watu waitwa makuhani wa Mungu. Kanuni ya 12 ilikuwa inazungumzia swala la kuheshimu wazazi wako. Hii ndio tuliomaliza nayo mwisho wa mwezi ule wa 12, wakati tukiwa tunafunga mwaka wa 2025. Ni swala la kuheshimu wazazi wako. Inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kuheshimu wazazi wako. Tukaona ya kwamba wazazi waliotumiwa na Mungu kutuzaa, kuna daraja Mungu amewaweka la tofauti kidogo na sisi tunaozaliwa na wao. Na huu mpango ulikuwa ni wa Mungu mwenyewe, wala haujamhusisha mzazi. Baraza lililokaa likaamuru kwamba watoto kuna baraka watategemea njia inayoitwa kumheshimu mzazi wake. Mungu alivyoamuru hili jambo na baraza lake, wala hakuwepo hata mwakilishi wa wazazi wa duniani kwamba aende aseme ndio ni kweli iwe hivyo, au ndio anyooshe liwe ni pendekezo lake amelitoa kwa Mungu. Ilikuwa ni utaratibu wa Mungu ya kwamba miongoni mwa njia ambazo mwanadamu atafanikiwa kimaisha, atabarikiwa kimaisha, ni kuwaheshimu wazazi wake. Bila kujali utakuwa ni mtoto wa namna gani, una uspesho gani. Kuna wakati ni hivyo, tunakuwa na vitu vingi sana na muda unakuwa ni chache. Lakini kuna wakati wasomaji wa Biblia wanajua kwamba hata Yesu mwenyewe ambaye alielewa kabisa kwamba amezaliwa kwa ajili ya kukomboa ulimwengu na dhambi zao, kuwatoa wanadamu dhambini, kuwarudisha kwenye himaya ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati alipokuwa akilelewa na wazazi wake alikuwa akiwatii. Ndugu yangu, wewe ni nani ambaye utasimama utasema kwa hadhi yangu mimi jamani, kwa kweli kuheshimu wazazi kutanisamehe? Ujue pia na kubarikiwa kulikusamehe. Kwa miongoni mwa njia za kupitisha baraka za kimungu ili zikujirie ni kitu kinachoitwa kuheshimu wazazi. Ndicho kitu ambacho tulikiona hapa. Tukaona jinsi ambavyo ni hatari tukicheza karata mbaya na wazazi wetu, kwamba badala ya baraka tunastahili laana. Tukashughulikia hizo laana kutokana na kutokuheshimu wazazi, na tukaziatamia zile baraka ambazo Mungu ameziamuru kwa kupitia wazazi. Tukamaliza hapo kwenye kanuni hiyo ya 12. Leo rasmi tunaingia kanuni ya 13 na tunaianza rasmi leo katika jina la Yesu. Kanuni ya 13 inasema, kanuni ya 13 kwa wale ambao wana utaratibu mzuri wa kutunza notisi za mafundisho ya kimungu madhabahuni. Kanuni ya 13. Kanuni ya 13 inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kumhusisha Mungu. Ni swala la kumhusisha Mungu.
au kumshirikisha Mungu. Ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Nukta. Ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Nukta. Narudia tena. Ni kanuni yetu ya 13 ambayo kwa mara ya kwanza kabisa Mungu ametupa neema ya kuiona hapa madhabahuni, ikiwa ni mwendelezo wa mfululizo wa kanuni hizi za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Kanuni ya 13 ambayo Mungu ametupa inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kumhusisha Mungu. Kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Maelezo ya muhimu. Andika hivi. Ufafanuzi kuhusiana na kanuni hii ni kwamba, maelezo ya muhimu. Mara baada ya kuandika hiyo kanuni chini, tunaenda sasa kwenye maelezo ya muhimu ambayo nataka uyapate hapa. Maelezo ya muhimu ambayo nataka uyakamate kwenye kanuni hii ya 13. Jambo la kwanza nimesema andika. Ufafanuzi kuhusiana na kanuni hii ni kwamba, unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Ufafanuzi kuhusiana na kanuni hii ni kwamba, unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, huwa inakuwa ni rahisi sana. Kwa mambo yako kufanikiwa. Narudia tena. Ufafanuzi kuhusiana na kanuni hii ni kwamba, unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, huwa inakuwa ni rahisi sana kwa mambo yako kufanikiwa. Jambo lingine la muhimu ambalo nataka ulinoti kwa wewe unaoandika, andika jambo kuu tutakalolitazama katika kanuni hii. Jambo kuu tutakalolitazama katika kanuni hii ya 13. Jambo kuu tutakalolitazama katika kanuni hii ya 13 ni kuhusiana na faida za kumhusisha Mungu. Faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Hili ndilo jambo kuu tutakalokuwa tunalitazama katika kanuni hii ya 13. Jambo kuu ni kuhusiana na faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Kwamba tutatazama kuwa unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, je, jambo hili huwa lina faida gani kwako, au huwa lina faida kiasi gani katika maisha yako? Unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, jambo hili huwa lina faida gani kwako, au huwa lina faida kiasi gani katika maisha yako? Pointi ya 3 muhimu ni kuhusu andiko la msingi katika kanuni hii ya 13. Andika kuhusu andiko la msingi katika kanuni hii. Kuhusu andiko la msingi. Andiko gani ambalo ndilo limebeba maana nzima ya kanuni hii ya 13? Au kanuni hii ni mchakato au imetokana na picha gani ya kibiblia? Kuwepo kwa kanuni hii ni mchakato wa andiko gani ndani ya Biblia? Kwa andiko letu la msingi katika kanuni hii, andika ni Wakolosai 3:17. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17.
Kumbuka ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Ni kanuni ya 13 hii. Inatuambia unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Andiko letu la msingi nimesema ni Wakolosai 3:17. Biblia ikituambia hivi, kwa wale wenye Biblia tufike hapo, Wakolosai 3:17. Nitasoma zaidi kwenye sehemu A2. Wakolosai 3:17, Biblia ikituambia hivi, na kila mfanyalo, na kila. Usizani kwamba Mungu alikuwa na watu wavivu sana kwenye utumishi kiasi kwamba aliona huyu mwandishi ambaye anaandika hii Wakolosai ni mvivu, ndio maana akamwambia andika tu kila, asiaorodheshe yale mambo ambayo angetaka ayataje. Hapana. Kama kuna mambo angetaka ayataje hapo, kuyapa kipaumbele kwamba ni kwa hili na hili na hili na hili na hili tu, Mungu pia angeamuru huyo mtumishi aliyoandika hapo aandike hivyo. Lakini ukiona imeandikwa na kila, maana yake Mungu amekusudia iwe hivyo, kwamba na kila. Maana yake hakujaachwa jambo. Tunaenda sawa sawa? Hakujaachwa jambo lolote nje ya neno na kila. Maana yake kila ni kila kitu. Kwa Biblia inatuambia na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo. Mafunuo ya Mungu ni matamu bwana. Alienda mbele zaidi, Mungu akaona ya kwamba watu mnaweza mkaona mfanyalo tu kwa matendo. Yaani leo tunaenda fanya uchaguzi wa kuchaguana tuwe kikundi cha maendeleo hapa Mombo. Ila nini nao kumhusisha Mungu hili? Jambo la namna hii tu. Lakini utaona Biblia inatusisitiza kwamba ni kila tufanyalo, iwe ni kwa neno au ni kwa matendo. Bora unasema ni jambo fulani najishughulisha nalo, iwe ni kwa mtandao, iwe ni biashara ya wazi, kukutana na wateja moja kwa moja mbashara. Tunaenda sawa sawa? Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo. Mimi nilichokolezea wino sasa ni hiki kinachoanza kusemwa hapa. Kinasemwa hivi, fanyeni yote katika jina la nani? La Bwana Yesu. Utaona mwanzo kumeanza na kila mfanyalo. Hapa B inafunga na kusema fanyeni yote. Kuna neno kila, kuna neno yote. Kuna neno kila, kuna neno yote. Hakuna jambo ambalo utasema Mungu, ili mimi nilionaga dogo dogo, tusamehe mwaya. Tukipiga mieleka, si tunajuaga maombi sana ya kusema kwamba samehe niliingia bila kukushirikisha, kwa sababu mimi nilivyoliona jambo lenyewe tu ni hili la chini chini dogo dogo. Zingatia haya maneno, na kila mfanyalo. Na kule mwisho kwenye hii B inasema fanyeni yote katika jina la nani? La Bwana Yesu. Hili ndio andiko ambalo linatubebea hii kanuni ya 13. Sasa nachotaka ukizingatia au msisitizo wangu ulipo katika andiko hili ni hapa Biblia inapotuambia ya kwamba tufanye mambo yote kwa kulitumia jina la nani? La Yesu. Tufanye mambo yote kwa kulitumia jina la nani? La Yesu. Lilisema hivi hili andiko kwa ajili ya usalama wa hayo mambo yetu, tunapotaka hayo mambo yatuzalie baraka na nini na mafanikio, tuyafanye kwa kutumia jina la nani? Yesu. Asingeelezea hivi, angeweza kufafanua zaidi ili hata wasambaa wenzangu wa Mombo tuelewe vizuri. Angesema ya kwamba katika kila tufanyalo, msisitizo wa kibiblia unasema tufanye mambo yote tukimshirikisha Mungu. Haleluya. Amen. Katika kila tunalolifanya ili kutafuta listawi, liende vizuri. Kuna mama hapa ametoka kushuhudia ushuhuda kana kwamba amekuwa ni nabii wa kutangulia hili somo.
alisema hapa, amekuwa ni mwenyewe tu wa pekee kwenye shuhuda, lakini akasema kuna wakati ilinibidi nisimamishe nini, kazi zangu, ili nijihusishe na nini sana, na madhabahu. Unaona? Kwa kuna wakati ni vema hata ukaamua ufunge au uzime huo moto ulionao wa kupambana na mambo kivyako vyako. Ni afadhali ukawaambia watu ya kwamba nimechelewa kwa sababu ya kutafuta nisindikizwe na Mungu. Wenye akili watakuelewa. Lakini mahezi madashi ni vile vile kwamba hakiteia, tuachane nao, sawa? Ila wenye akili watakuelewa ukiwaambia kwamba nilistopu ili nitafute ushirika na nani, na Mungu. Wenye akili watakuelewa kwamba umefanya jambo sahihi. Kujihakikishia nini? Mafanikio yako. Kwa hiyo katika kanuni hii nitakachokutazamisha cha upande wa pili wa shilingi ni kwamba kuna hasara kubwa pale tunapojishughulisha na mambo pasipo Mungu kushiriki kwenye hayo mambo. Haleluya. Utakuta vingi vilivyowatoa watu machozi ni ule msemo wa kilanga kinafanyaje? Kinakoma. Manake ni ulihehezwa, ulilifanya kwa mihemko. Mzee Andrea, kuna mambo yapo ni ya kimungu kabisa, lakini tukiyafanya kwa mihemko tumepoteza baraka za Mungu kwenye hayo mambo. Ishiro yapo ni ya nini? Ni ya kimungu kabisa, sio ya kishetani. Haleluya. Utaona yupo Mungu aliyosema ya kwamba nitabariki kazi za mikono yako. Anazibarikije kama hatujishughulishi nazo hizo kazi za mikono? Lakini utaona leo hii unaweza kujishughulisha na kazi za mikono zikawa wewe ndio zinakutesa, wewe ndio biashara, kazi hiyo ndio wewe. Jinsi inavyokuyulisha. Kazi imekuchakaza mpaka hata uzuri wako na uhalisia wako umefifia. Kwa sababu gani? Mtoka asubuhi wa kwanza kabla jogoo hajawika ni wewe. Mrudi watoto wamelala wamepinduka huko, mwingine amelalia jikoni, mwingine amelalia kwenye kochi. Ndio unarudi masaa hayo, hata hali za watoto wewe huzijui. Utajikuta hicho ambacho unasumbuka nacho kwa hivyo na hakikuingizii mafanikio yoyote. Hakikupatii faida yoyote. Na mwisho wa siku kinaleta hata mmomonyoko wa maadili kwenye familia, kwa sababu huna hata muda wa kukaa na familia ukailea. Kwa sababu unaitwa nani? Mpambanaji. Mungu hawezi akaruhusu kwamba upambane alafu mwisho wa siku hayo mapambano yakuzalie mabaya ndani mwako. Tunapojikanganya ni wapi? Tunayafanya mambo pasipo kumhusisha Mungu aliyetuamuru tufanye nini. Wewe ni mgeni wa ajabu unaoenda kwenye nyumba ya watu ndio kwa mara ya kwanza. Umetua pale sebleni tu unasema nataka kwenda haja ndogo, ngoja nikimbie. Wakimbia wapi wewe? Si tutakutana na kidumwendumwe huko, mwisho wa siku utakuta kwamba unaingia kwenye chumba ambacho mtu amelala vibaya, alikuwa amepumzika. Wataka nini wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Ndugu yangu, kuna vyoo vya watu huko mijini ukikuta hivi unaweza ukasema hapa ndio sehemu ambayo ukitaka utulie zako na chakula chako ukile vizuri ndio hapa. Kwa hiyo uulize, shirikisha mwenyeji wako. Kwa kuna mambo ya kimafanikio tumeyagolongea hapo. Tumevurunda hapo. Kuna Mungu amesema mkamate elimu, mshike maana yeye. Lakini leo hii kuna watu ambao elimu imewapiga ngumi nyingi kweli. Mpaka unasikia tumeona tu sasa tumtafutie kazi ya kufanya. Saizi tunavyozungumza yuko huko gereji. Tena tushindwe tukaona hizo gereji ndio sehemu za kupeleka wale waliokataa kusoma. Tushindwe, ni kazi za heshima hizo. Na miongoni mwa sehemu ambazo ndio zinataka wasome ni hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kwa nini tumewasomesha watu kwenye hilo eneo la kielimu pasipo kumhusisha Mungu aliyosema mkamate elimu?
aliyosema mkamate elimu, anajua nyenzo za kumkamata nazo huyo elimu. Usikwenda naye kwenye elimu unakamata na nyenzo zipi? Wewe ni mwongo. Tutajua leo hii tuna wanafunzi mashuleni, tuna watoto mashuleni, hatujawapeleka mashuleni, tumewapeleka kuzuga kukua. Kwa sababu gani? Ukumbuki hata maombi ya mwisho kumwombea kwamba aende shuleni salama, arudi salama. Kuna utaratibu wa namna hiyo. Wakati mwingine unataka uendeshwe na zumwezumwe tu kwamba leo ni hafla ya kuwaombea watoto. Tangu waombewe wakiingia shule Januari. Baba, mama, hamna hata utaratibu wa kuendelea kuwalea watoto kwenye mwamvuli wa maombi mkimhusisha Mungu kwenye njia zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutazame, kuna mambo mengi sana tutayaona hapa ndani, na Mungu ametukusudia mema ili katika yale tunayoyafanya tuyafanye na Bwana tuone mafanikio yake ndani yake. Kuna mambo unafanya nasikia kukwambia kwamba ni mema, ila ulichokosea tu ni kwamba haufanyi na Mungu, na ndio maana utaona yameinukiwa na vita, unapigwa vipushi, unatamani kujitoa, unasikia kuchoka. Hiyo roho sio ya kawaida, inajua hilo jambo lina manufaa kwako, na wewe kwa kuwa ufanyi na Mungu, ndio maana wamekumudu. Nataka kwenye kanuni hii tutawashughulikia waliotumudu kwenye nafasi zetu za heshima. Tutahakikisha ya kwamba aliyokupiga kipushi kwenye lango la mafanikio tunamuhusisha Mungu. Tunasema vita vyetu si juu yetu wenyewe, vita vyetu ni vya Bwana. Tunataka Mungu ahusike kupigana, na kuambia kazi yako utaionea raha yake, ndoa yako utaionea raha yake, elimu yako utaionea raha yake. Nyamaza kimya. Nyamaza kimya, funika macho yako. Baba, nakushukuru kwa sababu katika hili umekusudia hii kanuni iendelee. Haujataka tubadilishe usafiri mwingine wa kutembea nao kwenye mwaka huu ulivyoanza. Umekusudia hii kwa sababu kuna watu wanatoka na kanuni hii. Kuna watu wamelia vilio kwenye mambo ambayo ni wewe uliruhusu wafanye. Wakashangaa mbona yanawajia vibaya, mbona hayo mambo yamewakalia ndivyo sivyo. Leo natujulisha siri, kukuhusisha wewe ndio lango la mafanikio, kukushirikisha wewe ndio lango la mafanikio. Baba, ninakushukuru kwa kulidhihirisha hili neno ya kwamba ndio lililokusudiwa. Asante Mungu, asante Roho Mtakatifu, asante Bwana Yesu kwa neema iliyo kubwa ya leo. Unaweza kumshangilia Bwana Yesu kwa makofi yako, ukamshukuru. Haleluya, haleluya. Mungu ni mwema, anakwenda kututoa katika hili. Amen. Mbarikiwe sana, tukutane Jumapili.